Mtazamaji, karibu katika makala inayoangazia majukumu ya kitengo cha lishe chini ya idara ya afya katika halmashauri ya jiji la Tanga. Anayekuletea makala hii ni mimi Evodia Mgiabuso. Rehema Kirungi ni mkuu wa kitengo cha lishe, anaanza kuelezea maana ya neno lishe. Maana ya neno lishe, maana kidogo wao kuna sintofahamu nyingi kuhusiana na neno lishe. Lakini kitaalamu lishe ni ule mchakato ambao unafanyika tangu chakula kinapochukuliwa, kinapowekwa mdomoni kuanza kuliwa, kinavunjwa, kisha vunjwa, viinilishe ambavyo vinapatikana katika chakula vinachukuliwa mwilini na kufanya shughuli mbalimbali kama za ukuaji, uzalishaji na kadhalika. Kwa ni ule mchakato mzima unaohusisha tangu chakula kinatiwa mdomoni mpaka viinilishe vinapatikana na kufanywa mwilini kwa ajili ya shughuli mbalimbali. Hiyo ni tafsiri ya neno lishe. Katika utekelezaji wa majukumu yake ya kila siku ya kuhudumia jamii, kitengo hiki kinafanya kazi na idara mbalimbali, mashirika ya kijamii pamoja na taasisi. Tunasema lishe ni mtambuka, na kama mtambuka inafanya kazi katika maeneo mbalimbali, cross cutting. Tunafanya kazi katika idara mbalimbali kama nilivyosema, kwa sababu tunafanya katika taasisi, nazungumzia shule za msingi na sekondari, kwa tunafanya kazi na watu wa idara ya elimu msingi, elimu sekondari, lakini vile vile tukihusiana vile vile na lishe tunazungumzia masuala ya upatikanaji wa chakula, kwa tunafanya kazi na afisa kilimo, lakini vile vile tunafanya kazi na maafisa afya, kwa sababu vile vile wote huko wanachangia katika lishe ya mwanadamu. Lakini pia tunafanya kazi na idara ya fedha ili kuwezesha shughuli mbalimbali kuwezekana, lazima kuwe kuna rasilimali fedha na rasilimali watu. Lakini vile vile tunafanya kazi na idara ya utumishi ambapo kwa ndio tunapata rasilimali watu. Kwa hiyo tunaposema lishe ni cross cutting, idara mbalimbali zinahusika ili kufanikisha malengo yanayotakiwa kwa wananchi. Ili kuhakikisha majukumu ya kitengo hiki yanafanyika kwa ufanisi, watendaji kata na mitaa pamoja na wahudumu wa afya ngazi ya jamii CHW ni miongoni mwa wadau muhimu katika utoaji wa taarifa za lishe kwenye jamii. Katika ngazi ya jamii tunafanya kazi na watendaji wa kata na mitaa, lakini tunaenda mbali zaidi, tunafanya kazi na wahudumu wa afya ngazi ya jamii CHW, kwa sababu wao ndio wanasaidia katika zile kaya, wanakaa katika maeneo ya karibu, wanasaidia katika upimaji na ufuatiliaji wa hali za lishe wa watoto ambao waliopo katika jamii. Lakini sambamba na hivyo, wakishafanya hizo kazi, kuwapima, kuwatambua na kuwapa rufaa katika vituo vya kutolea huduma za afya, taarifa zile sasa hazitakiwi kubaki mikononi mwao. Kwa hiyo taarifa zile zitapelekwa kwa watendaji wa mitaa, kwa sababu ni wahusika wale maeneo yao ili kujua afya na lishe ya wananchi wao au jamii yao inawazunguka. Na kwa mtendaji wa mtaa, mwisho wa siku sasa na yeye atapeleka taarifa zile kwa mtendaji wa kata. Mtendaji wa kata atajumuisha, itakapofika baada ya miezi mitatu au tunasema kwa robo, taarifa zile zitakuja katika ngazi ya halmashauri. Kwenye ngazi ya halmashauri sasa zikifika ndio tunajadili katika vile vikao vyetu, ambapo tuna kikao cha kamati ya lishe ya wilaya, na kamati ya lishe ya wilaya wajumbe wake ni wakuu wa idara mbalimbali ambao tunafanya kazi nao, idara mtambuka nikizungumzia kilimo, mifugo, mipango, maendeleo ya jamii na kadhalika. Kamati ya lishe ya wilaya ndiyo inayojadili taarifa zinazokusanywa kutoka katika ngazi ya kata na kutatua changamoto zilizobainika. Kamati ya lishe ya wilaya zinaenda mbali zaidi, kwa sababu msimamizi wa masuala ya lishe katika ngazi ya wilaya ni mkuu wa wilaya. Tunapeleka kwenye kikao kingine cha kisheria cha tathmini wa mkataba wa lishe ambacho na chenyewe kinafanyika kila robo mara moja. Kikao kile mwenyekiti wake ni mkuu wa wilaya na katibu wake ni mkurugenzi. Tunafika kule nako na inawahusisha sasa wale wenyewe wanatoka kwenye jamii, watendaji wa kata. Watendaji wa kata zote 27, zile taarifa ambazo zimekusanywa katika maeneo yao na jamii zao tunakuja kujadili kwa pamoja, kujua changamoto ni ipi na tunatafutia suluhisho na kuwekea mikakati sasa ni afua gani ambazo zinaweza kwenda kutatua changamoto ambazo zimetambulika. Kitengo hiki pia kinashirikiana na hospitali, vituo vya afya pamoja na zahanati za halmashauri jiji la Tanga katika kufanya utambuzi wa hali ya lishe kwa watoto. Sasa leo lengo letu hapa ni kutoa elimu ya lishe ambayo itatusaidia katika ukuaji wa watoto wetu ili wawe na afya njema, lakini pia waweze kukua vizuri. Tuko sawa mpaka hapo Na somo letu la leo litahusiana na unyonyeshaji wa maziwa ya mama katika kipindi cha miezi 6
ya mwanzo, kumnyonyesha mtoto ziwa la mama pekee katika kipindi cha miezi 6. Tuko sawa eh? Nikisema pekee na maanisha hata maji ya kunywa hatakiwi kupewa. Tuko sawa mpaka hapo eh? Labda mtoto huyu atakuwa na homa, ataenda kwa daktari, atapewa dawa, ndo anaweza kufanya nini? Kupewa. Tuko sawa mpaka hapo eh? Jina langu ni Simon Stuart Simon, ni afisa lishe kutoka kituo cha afya Ngamiani. Na hapa tulipo leo ni chumba ambacho tunatumia kutengenezea chakula dawa ama maziwa maalum kwa ajili ya matibabu ya watoto wenye utapiamlo. Kwa hiyo baada ya kumpata mtoto mwenye utapiamlo na kujiridhisha kwamba kweli ana utapiamlo, baada ya kumfanyia vipimo vyote, tukikubaliana kwamba tunamlaza kwa wale wenye utapiamlo mkali, tunakuja huku hapa ndio eneo ambalo tunakuwa tunaandaa chakula dawa ama maziwa ambayo ni maalum ambayo yatatumia kumwezesha yeye kumtoa katika utapiamlo. Kwa unaweza kuona tuna vifaa mbalimbali ambavyo tunatumia. Tuna maziwa yenyewe ambayo ndio haya hapa tunatumia kuchanganyia, lakini pia tuna mafuta ambayo pia tunaweka katika iko chakula dawa, na baadhi ya vifaa vingine ambavyo tunavihifadhi sehemu nyingine kwa ajili ya usalama zaidi. Kwa hapa havipo, ila tunapokuwa na mgonjwa tunavichukua, basi tunakuja tunaandaa kwa pamoja. Ili kuwezesha wanafunzi kuelewa darasani, swala la lishe linatajwa hapa. Sababu kule nako tuna viashiria, tunaangalia upatikanaji wa chakula shuleni. Ili mtoto aweze kusoma na kuelewa na kujifunza vizuri, anatakiwa angalau apate chakula akiwa shuleni. Kwa hiyo tunasisitiza swala hilo, na ndio maana waga tunajadili viashiria vile, shule gani na wakuu wa idara ya elimu msingi na sekondari tunajumuika nao kuchambua shule gani ambazo hazifanyi vizuri na kuziwekea mkakati. Lakini sambamba na hilo, sio chakula peke yake, na afua nyingine, upatikanaji wa bustani za mboga na matunda, ili kuwezesha basi chakula kinachopatikana shuleni angalau kimefikia yale makundi angalau 4 ya chakula, kiasi cha kwamba mtoto akila kinaweza kumsaidia kupata virutubishi vyote muhimu ambavyo vitamsaidia katika ukuaji wake, lakini pia katika kujifunza kwake. Naitwa Mwalimu Dismas Kanoti, ni mwalimu wa afya, lakini vile vile nipo kwenye klabu ya afya na lishe. Katika shule yetu ya Galanosi, wanafunzi wetu wanapata lishe bora kwa sababu ya tuna bustani yetu ambayo inatupatia mboga, lakini vile vile hapa shuleni kwetu huwa wanafunzi wetu pia wanajifunza ufugaji na kilimo. Kwa kupitia kwenye somo la ufugaji na kilimo tunapata pia maziwa ambayo pia tunawekea wanafunzi wetu kwenye uji, lakini vile vile wanapata matunda mbalimbali zikiwemo pia ndizi mbivu na matunda mengine. Kwa hiyo kwenye swala la lishe tunajitahidi sana kwa kuzingatia maelekezo ambayo tunapewa na serikali. Jina langu naitwa Mwalimu Mwajabu Diwani Zina, nafundisha katika shule ya msingi Bombo. Katika majukumu yangu mimi nahusika na swala la lishe ya wanafunzi shuleni. Kwa shule ya msingi Bombo, wanafunzi wetu tunashukuru Mungu kwamba wote wanapata chakula, na chakula hichi tunakipata kupitia michango inayotoka kwa wazazi, kwa sababu serikali inamsaidia mtoto kupata mazingira mazuri ya kusomea. Kama mnavyoiona shule, kuna chaki, kuna sisi walimu, kuna vitabu, kuna madawati ambayo yanamsaidia mtoto katika safari yake ya kupata elimu. Lakini kwa upande wa chakula, wazazi wanachangia. Kwa shule ya msingi Bombo, wanafunzi wetu wanapata chakula mara 2. Asubuhi wanapata uji safi wa moto wakati wa break, na inapofika saa 8 kamili kwenye break wanapata chakula, wali na maharage. Wakati mwingine tunawabadilishia kidogo, tunawapa na pilau na salad. Serikali inatoa vitu vingi sana kwa ajili ya elimu ya watoto. Tunaona wanapata majengo mazuri kama hapa shule ya msingi Bombo.
wanapata madawati, vitabu vya kutosha, basi wazazi na wenyewe kwa kuona hili wajaribu kuchangia chakula cha kutosha kwa ajili ya watoto wa shule ya msingi Bombo. Chumvi ni kiungo muhimu sana katika chakula, lakini kinapokosa madini joto ni hatari kwa afya. Hivyo ili kuhakikisha walaji wa chumvi wanapata chumvi yenye ubora, afisa lishe anaeleza. Mimi naitwa Pendo Majengo, ni afisa lishe. Kati ya majukumu yetu, majukumu mengine ni kuhakikisha kwamba chakula kinachozalishwa kinazalishwa katika ubora, lakini kinawafikia watu wetu katika hali ya ubora kwa ajili ya kuboresha afya zao. Na hapa nilipo ni shamba la chumvi. Chumvi ni mojawapo ya chakula kwa sababu tunaitumia kwenye vyakula vingi, lakini ni carrier mojawapo ya madini joto. Ni sehemu ambayo serikali yetu imechagua kuweka madini joto ili kuwapatia watu wetu. Kwa hiyo tunakuja kwenye mashamba hivi kuhakikisha chumvi yote inayozalishwa kabla haijamfikia mlaji inakuwa imeshawekewa madini joto. Lakini kwa hapa tulipo ni kwenye shamba la kikundi ambayo wenyewe hawauzi chumvi kwa watumiaji wa mwisho. Tunahakikisha kwamba wanaizalisha kwa ubora, lakini chumvi yote inayozalishwa hapa inapelekwa kiwandani kwa ajili ya kwenda kuwekewa madini joto na kuwafikia walaji ikiwa katika hali nzuri na hali ya usalama yenye madini joto kwa ajili ya watu wetu. Kikundi cha Jikomboe ni moja ya wazalishaji wa chumvi kilichopo kata ya Tongoni katika jiji la Tanga. Wanakishukuru kitengo cha lishe kwa kuendelea kuwapa elimu kuhusu uzalishaji bora wa chumvi. Naitwa Ali Salim, ni katibu wa kikundi cha Tujikomboe. Kikundi hiki kina wanachama 14. Tunajihusisha na uchimbaji wa chumvi katika mgodi huu. Kwa kufuata sheria za afya na usafi wa mazingira, kuna maafisa lishe huwa wao wanatutembelea mara kwa mara katika hili shamba letu kwa ajili ya kutuonyesha njia sahihi ya uvunaji na usafishaji chumvi, na pia kutufundisha zaidi na kutuelezea zaidi pia utumiaji wa chumvi pasipo na kuwekwa madini joto. Kwa hiyo hilo ni jukumu lao na wanatusaidia sana, na mpaka hapa tulipofika bado wanatutembelea sana, na wasichoke kutembelea kuja kutupa elimu mbalimbali ambao hatuwafahamu. Bila shaka mtazamaji, umepata kuelewa kuhusu majukumu ya kitengo cha lishe. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuletea makala hii, ni mimi Evodia Mgiabuso.